mafanikio katika elimu. Najua siku zote ukipenda kusoma, ukipenda kujifunza, siku zote akili yako itaonekana ni pana, itaonekana ni akili ambayo ina vitu vingi ndani yako. Siku zote ukipenda kujifunza, uwezo wako wa kufikiri utakuwa ni mkubwa zaidi ya mtu yoyote ambaye asiyependa kujifunza. Na kitu ambacho kinachotufanya wengine tufeli sana kwenye maisha, wengi wetu hususani vijana tumekuwa wazembe sana katika kujifunza. Tena tumekuwa wazembe mno katika kujifunza, na uzembe huo umekuwa ni mkubwa sana. Uzembe huo umekuwa ni mkubwa sana na umeshika nafasi kwenye akili zetu. Na ndio maana unaweza kukuta mpaka leo hii mtu hajui namna na jinsi ya kufanya ili aweze kutengeneza kipato kwenye maisha yake. Na wengi wetu tumekalili, tunaishi kwa kukalili mfumo wa namna ya kutafuta kipato na namna ya kuyatengeneza maisha. Kwa mfano, hata ulimaji wa mazao. Ulimaji wa mazao wengi wamekalili mfumo. Wengi wamekalili namna ya kulima. Wengi sana wamekalili. Hawana ile akili ya kufikiri vizuri, kutafuta njia nzuri na bora iliyo tofauti na vile ambavyo alivyozoea kuona wakifanya wengine. Hana ile njia nzuri ya kubuni kitu au kitu kile ambacho wengine wanakifanya, lakini yeye akakifanya katika ubora ambao ni tofauti na wengine, au kutengeneza mfumo ulio tofauti na wengine. Kwa mfano, mimi huu mfumo nilikuwa sijaulima na wala nilikuwa siujui. Katika haya maeneo nilikuwa sijawahi kuulima hata siku moja. Nilikuwa nimezoea ulimaji wa kutengeneza tuta jembamba na tuta refu lenye hatua hata 30, lenye hatua hata 40, lenye hatua 10 au 20 au 5. Tuta kama hilo jembamba na tuta kama hilo ndio nilikuwa naamini kwamba ndio tuta bora la kuweza kulima, la kuweza kuweka mche wa nyanya. Lakini ubora wake haukuwa ubora sana ule wa kusema kwamba mche wa nyanya unakuwa ni mzuri wa kuvutia. Ulikuwa uchoki, yani hauchelewi kufika ukomo, kufika mwisho. Ulikuwa uchelewi. Sasa nikawa nafikiri, nawezaje nikatafuta mfumo ambao utakuwa ni sahihi zaidi wa kulima nyanya, wa kulima kilimo cha nyanya na kuufanya mche wa nyanya uweze kuwa bora muda wote, uweze kuwa bora kila wakati, na uweze kunipa mafanikio makubwa zaidi. Ninawezaje? Ilinibidi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili nikajifunze pia ujuzi kupitia watu wengine huko, wengine wanalima vipi. Mungu aliniwezesha kufika Morogoro, nikaona mifumo yao ya ulimaji wanayoitumia. Nilifanikiwa kwenda pia Geita, nikaenda kuona mifumo ambayo wanayoitumia kulima. Lakini mfumo ambao naenda kukutana nao huko Geita kanda ya Ziwa huko ni mfumo ambao kidogo niliupenda. Niliupenda, nikaona huu mfumo kweli hata mimi
katika sehemu ambayo unayojua kwamba ndio wahi kulima hii sehemu ya kijiji hiki cha Makangaga, nikaelewa kwamba mimi na uwezo pia wa kuweza kutengeneza, wa kwenda kutumia huu mfumo kwa ajili ya kulima nyanya. Nitaenda kujaribu huu mfumo nione, je, huu mfumo unaweza kukubalika haya maeneo. Kikweli tu baada ya kuwa nimefika huko, sikuwa na fedha yoyote, sikuwa na mtaji wowote wala mradi wowote ambao wa kufanya, wala sikuwa na kipato chochote kwenye mfuko wangu, wala sikuwa na akiba yoyote kwenye akaunti. Ilinibidi kwanza nikae kwa mtu nimwambie kwamba yeye awe tayari kutoa gharama za mahitaji yote ya shamba la nyanya, lakini mimi nitahusika kama mhudumiaji wa hilo zao la nyanya mwanzo mwisho. Mimi nitahusika kwenye kila hatua mwanzo mwisho. Kikweli huyo mtu tuliweza kukubaliana kwa sababu tulikuwa tunafahamiana, na pia ananijua vizuri mimi na anafahamu utendaji wangu wa kazi, kwamba mimi niko vizuri kwenye utendaji wa kazi, niko vizuri pia na ubora pia kwenye uhudumiaji wa nyanya na uzalishaji wa nyanya kwa uwezo ambao Mungu alionipa, na pia ameniwezesha kuitumia vizuri akili yangu ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa nayo. Kwa hiyo akaamini kwamba akifanya hivyo mafanikio yatakuja. Ndipo nikaanza kulitengeneza eneo. Hata wakati nilipokuwa natengeneza matuta, yeye mwenyewe aliweza kushangaa. Akawa anashangaa sana, tena kwa kiasi kikubwa. Akawa anajiuliza maswali mengi, anajihoji kwamba huyu jamaa vipi. Na hata wakati nimeanza kutengeneza mashimo aliweza kushangaa kwamba haya mashimo mbona yako karibu sana, vipi mambo yatakuwa ni mazuri katika uzaaji wa mche. Mimi nilimwambia kwamba yeye aniache mimi nifanye. Yeye anachotakiwa kufanya ni kulipia, ni kutoa tu gharama za mahitaji ya shamba, lakini mengine yote aniache mimi niendelee kufanya. Na nikatia bidii kuendelea kufanya zaidi kila ambacho nilichokuwa na nilichokiona kuwa ni bora. Kweli nikaendelea kukifanya. Mwisho wa siku mavuno yalipokuja kuanza na mmea ulipoanza kuzaa na matunda jinsi ilivyoanza kukua, akaanza kunielewa kile ambacho nilichokuwa nakifanya. Mwisho wa siku alikuja kusema kwamba kwenye maisha yangu sijawahi kuona huu mfumo, lakini huu mfumo umekuwa ni bora sana, na nimeyaona hayo mafanikio. Tangu hapo huu mfumo ambao mimi leo ulima huu akaanza kukubali, na mpaka sasa hivi ninavyokuambia hivi ameukubali. Lakini kitu tu kidogo ambacho yeye anachokosa kufanya, anakosa elimu na ujuzi wa kufanya. Kwao bado wanaendelea kuwa kwenye ile mfumo yao ya zamani walioizoea. Mwisho wa siku kila siku huwa ananiletea malalamiko ya mche wake hauko sawa, hauko vizuri, hauzai kama jinsi ambavyo inavyotakiwa, na unapitia wakati mgumu, mche malo unakuwa na shida. Lakini mimi najaribu kumkumbusha kwamba badilika kutoka kule ambako uliko kalili, anza kupata kitu kipya na uingize kitu kipya kwenye akili yako, na ukubali kuweka mfumo mpya kwenye ubongo wako na kuanza kuitumia kwa ajili ya kuzalisha au kuzalisha zao hili la nyanya. Maana nyanya ili iweze kuwa vizuri, iweze